burudani. Karibu mtazamaji katika habari za katika udondozi wa magazeti ya asubuhi hii, ikiwa ni awamu ya kwanza leo Jumamosi, siku ya 21 ya mwezi Januari mwaka 2017. Habari leo katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa uzito wa juu ni ile inayosema watu watatu huhitaji viungo bandia kila siku, hapo ni Moi Muhimbili. Haya, lakini vile vile katika ukurasa huu wa mbele kuna habari ambayo inasema vigogo 5 wa rushwa utakatishaji fedha jela miaka 5. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam imewakuta na hatia na kuwahukumu kifungo cha miaka 5 jela vigogo 5 wa utakatishaji fedha. Kwa undani zaidi ukurasa wa pili habari hii inapatikana. Lakini pia kuna habari semayo Askofu Sangu atoa machozi hadharani, alikuwa na muaga aliyeuawa na mume kwa kachumbari. Habari ilikuwepo jana katika magazeti karibu yote. Nikiangazia Jambo Leo katika ukurasa wake wa mbele, habari muhimu hapa ni tajiuzulu ubunge, kauli ya Posi ni baada ya kuteuliwa kuwa balozi, asisitiza hakuna katiba kukiukwa. Lakini pia kuna habari isemayo ajipaka kinyesi atoroka mahakamani, ukurasa wa 3 unapatikana. Tukta ya pigania sheria ya kima cha chini. Hivyo ndivyo linavyoonekana gazeti la Jambo Leo katika ukurasa wa mbele. Lakini nikitazama gazeti Uhuru lenyewe linaandika mtifuano UVCCM Dodoma. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4. Lakini pia kuna habari isemayo rais wa Uturuki kuwasili nchini kesho. Hii inapatikana ukurasa wa 3. Trump aapishwa. Serikali ondoeni utitiri wa mifuko ya jamii. Inapatikana kwa undani pia katika ukurasa wa 2. Kamati kulisemea gereza la Songwe. Dr. Magufuli aapisha mabalozi. Inapatikana ukurasa wa 10. Gazeti Uhuru linaonekana hivi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Majira lenyewe linaandika Profesa Lipumba ahofia bala njaa, aishauri serikali ijipange kutokana na uhaba wa mvua. DC Moshi awaweka ndani watu 12 kwa kufanya ukaidi. Kinana shangaa hofu ya upinzani ni kuhusu kuibiwa kura, ataka wana CCM kudharau uchaguzi. Majira linaonekana hivi katika ukurasa wake wa mbele. Tanzania Dr. Posi asema nimejiuzulu, asema atakuwa na uroho kiasi gani kung'ang'ania ubunge, awasilisha barua ya kuachia ngazi kwa mamlaka husika. Lakini pia kuna habari semayo DC azuia shamba la Mbowe. Hii inapatikana katika ukurasa wa 4. Hivi ndivyo linavyoonekana gazeti Mtanzania katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti la Kiingereza la Daily News lenyewe linaandika wanawake vijana kupata shilingi bilioni 12 za mikopo. Ofa hiyo imetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia Daily News linaandika vigogo 5 wafungwa kwa kosa la kutakatisha fedha. Lakini vile vile kuhusu kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani Donald Trump. Naonekana hivi katika ukurasa wake wa mbele gazeti la Daily News. Na sasa ni angazie michezo na burudani. Gazeti la Champion mahususi kabisa kwa michezo na burudani linaandika huu ndio ukweli kutoka kwa aliyekuwa kwenye gari. Mafisango aliuawa. Hiki hapa ndio chanzo cha kifo chake. Aliyemuua alikimbia. Siri nyingine Mafisango halikuwa jina lake. Hai. Yanga yashtuka yaifanyia mazoezi maalum Ashanti. Ulimwengu watu wa Sweden. Man City Spurs kitanuka leo Etihad. Ndivyo ambavyo linaandika Champion katika ukurasa wake wa mbele. Lakini pia ukurasa wa nyuma, Neymar aibeba Barcelona yapata ushindi kiduchu. Ndivyo ambavyo linaonekana Champion katika ukurasa wake wa nyuma wa habari za michezo na burudani. Lakini kiangazia gazeti jingine ni Mtanzania katika ukurasa wake wa michezo linaandika Yanga Simba vitani kombe la FA. Lakini pia kuna kibonzo hapa cha Wakudata. Wakudata anaambiwa na mwenzake, bado tu unakunywa pombe haramu? Anasema kwani kulikuwa kuna pombe halali? Mwenzake anamwambia ndio. Anamwambia una uhakika nikinywa hiyo pombe sipati dhambi? Haya, Mtanzania katika ukurasa wake wa michezo linaandika hivyo. Lakini nikilitazama gazeti Majira lenyewe linaandika Simba Yanga pale pale. Hatimaye shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF limesema halina mpango wa kupangua ratiba ya mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga mpaka hapo watakapopata taarifa rasmi kutoka shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF. Ndivyo linavyoandika Majira katika ukurasa wake wa michezo. Naam, hadi hapo basi nahitimisha habari za magazetini katika kurasa zake za mbele na kurasa za nyuma zinazoandika michezo na burudani, lakini pia katika magazeti hususan kabisa kwa michezo na burudani.